Yes, mvuna nishati. Naamini kwa hizo siku chache utakuwa umeshafanya mazoezi ya kutosha. Kama ni tahajjud utakuwa umeshafanya za kutosha, na hatimaye siku ya leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ameturuhusu tuweze kuendelea pale ambapo tuliishia kituo kilichopita. Si ndio? Kituo tulichosimama last time ilikuwa ni baada ya kumwona Jada Shamsu kugundua kitu fulani kwa Priscilla, na Mkale Mtendo alimuuliza Jada Shamsu ya kwamba ni kitu gani umegundua. Sasa kuulizwa hivyo, naye akamuuliza Priscilla ya kwamba ni mbinu gani ajabu hivi ya mafunzo ya nishati unajifunza? Maana sijawahi kuona wala kusikia mbinu yenye nguvu namna hii. Sasa msikilizaji, mara baada ya kusikia maneno hayo, kila mtu alijikuta akishangaa. Wazee wengi waongo wa kale hawakutaka kusubiri tena, na pale pale walimsogelea Priscilla mara moja, wakashika ganja chake cha mkono na kuanza kupima mapigo yake ya moyo. Hasi walikuwa na shauku kubwa sana kujua ni mbinu au kitu gani kinachoweza kumfanya mtu kama Shamsu kuhisi kuwa ni kitu chenye nguvu kwa namna hiyo. Swala kubwa ni kwamba Shamsu alikuwa na umri mkubwa zaidi. Sasa ingawa kujua mambo mengi ya kawaida ya kidunia, lakini alikuwa ni mtaalamu wa juu sana katika mafunzo ya nishati. Sasa inawezekanaje ashindwe kujua mbinu anaojifunza Priscilla? Hapo msikilizaji, ndipo kituo tuliposimama kabla ya hii leo kuendelea, na nikukumbusha tena kuna kituo fulani tulisimama tukaona ya kwamba Hamza hatuponei kwenye ulimwengu. Oya, mwamba yule anayeshika nafasi ya 3 ni moto wa kuotea mbali. Karibu sana, funga mkanda tusonge mbele. Wako dereva ni mimi Lucas Lumbas, conductor ni Isa Singano. Basi mara baada ya Priscilla kusikia hivyo, alishindwa kujizuia kuvuta picha za matukio ya kuvuna nishati na Hamza na kuishia kushikwa na aibu kidogo. Hata hivyo, kutokana na aina ya mbinu zenyewe, Priscilla asingeliweka wazi kabisa. Priscilla akasema ya kwamba ni mbinu niliyofundishwa tu na Hamza, nilifuata maelekezo yake pekee, ila sijui kwa undani ni mbinu aina gani. Aliongea Priscilla baada ya kusita kidogo. Mwisho wa siku hakutaka kuelezea asili ya mbinu hiyo. Ingawa alikuwa amejaliwa ukarimu, lakini alizifahamu kanuni za kumiliki hazina hiyo. Kuifichua ilikuwa ni kama dhambi. Alijua fika kama mbinu hiyo ni nzuri, maana yake ingemletea Hamza matatizo. Asa kundi hilo la wazee wa uungu wa kale waliweza kuona namna ambavyo Priscilla amejawa na aibu, lakini hawakufikiria sana na kudhani labda ni kwa tabia yake. Asa Shamsu akiwa bado na mshangao akasema kwamba kama ni hivyo, basi huyo mtoto anayeitwa Hamza anamiliki mbinu nzuri sana ambayo haijulikani imetokea wapi. Hasina akasema kwamba Jada, ni mbinu gani kwani hii inayokufanya kushangaa hivyo? Ni mbinu tu ambayo inaishi katika misingi ile ya uvunaji wa nishati za mbingu na ardhi, lakini ni katika mtazamo wa nje, sio wa ndani. Yaani mbinu ambayo ina nguvu kuliko hata ya kwetu tunayotumia. Mbinu yetu sisi tunatafuta kusisimua damu ya miili yetu ili kupata ufunuo wa kinishati. Lakini mbinu ya Priscilla inaweza kutumiwa na mtu yote tu yule kupata ufunuo pasipo kuvuna nishati nyingi. Ni njia ya mkato wa kupata ufunuo kabla ya kupitia hatua zote. Sasa kwangu mimi, hii ndio mbinu bora kwa sababu haijatengenezwa kwa ajili ya watu wa damu fulani au urithi fulani, bali imetengenezwa kwa ajili ya mtu yote. Basi mamia ya wanaokoo hao walijikuta wakishangazwa na uchambuzi huo wa Jada Shamsu. Sasa Nyaka akauliza kwamba Shamsu, nashindwa kuelewa, kwa nini mbinu ya kuweza kukupa ufunuo kabla ya kupitia hatua za mwanzo iwe bora zaidi? Na pia kuna mbinu nyingi ambazo mtu yeyote anaweza kujifunza kwa ajili ya kuamsha urithi wa damu. Kwa nini sasa hii iwe ya kipekee? Unajua, yani tokea kwanza kwa ulimwengu tupo katika hatua ya ngapi kwenye maendeleo kwa ajili ya ulimwengu unajua? Hasina akajibu hatua ya 5. Hatua ya kwanza, uumbaji wa kila kitu ulitokea katika hali ya utupu, hali ambayo hakuna kilichogusika wala kuguswa. Kwa ufupi, ilikuwa ni utupu tusio na mwisho. Wakati ulimwengu unazaliwa, hakuwa na tofauti wa kinishati. Kila kitu kilishikiliwa na nishati aina moja. Na hapo ndipo mwanzo wa ufunuo. Hata hatua ya 3 bado ulimwengu ulikuwa upo katika mpangilio wa kinishati. Hatua ya 4 ndipo nguvu mbili zinazokinzana zilipoanzia, na ndio mwanzo wa uhai. Nguvu hizo mbili hazikuachana, lakini hazikuchanganyika pia, lakini ndizo chanzo cha viumbe vyote. Watu wote msikilizaji walikuwa kimya wakisikiliza sauti ya kitoto ya Shamsu. Sasa hatua ya 5 baada ya kupata uhai ndipo binadamu sasa alianza safari ya kutafuta maisha marefu, lakini nguvu na uhai ni kitu ambacho mtu
anamiliki tu na kupoteza. Yaani sawa tu na mtu anavyozaliwa, anakuwa, anapata nguvu, kisha hatimaye anapoteza nguvu na kisha kifo na mzunguko unaendelea. Kuishi miaka mingi ni moja ya uasi mkubwa wa kiasili ambao mtu anaweza kufanya. Kama mtu anataka kubadilisha hatima yake kwa kukaidi asili, lazima kwanza awe sambamba na asili yenyewe. Ukweli ni kwamba tokea kale mpaka sasa, mababu, wahenga na manabii wote wanasema hapo mwanzo kila kitu kilikuwa katika hali ya utupu. Lakini kama ambavyo ulimwengu ulivyopitia hatua katika ukuaji wake, ndivyo ilivyo pia kwa binadamu. Ili mradi tu mtu akipandisha nguvu zake kufikia hatua ya juu, basi moja kwa moja asili haiwezi kuwa gereza kwake. Aliongea kisha akanyoosha kidole chake kumlenga Priscilla. Mimi naona wengi wenu mnasema eti Priscilla ameweza kufikia level kamilifu wa mwili, lakini bado hamjaweza kuona ni aina gani nishati iliyopo ndani ya mwili wake. Ni nishati ambayo ipo katika hali zote mbili, hasi na chanya. Ingawa amepoteza nguvu yake ya kike aliyozaliwa nayo, lakini bado amejifunza kuvuna nguvu zote mbili kwa wakati mmoja, na hata azionyeshi namna ya kuingiliana, zikiwa katika hali ya ukamilifu wa kuiana pamoja. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba kadri ambavyo nguvu ya Priscilla zitaongezeka, nishati yake ya mwili itazidi kurudi katika hali ya asili kabisa ya mwanzo wa ulimwengu, yani hali ya nishati moja. Msikilizaji, kila mtu aliyeelewa maelezo hayo alijikuta kishangaa sana. Baadhi ya wazee wa kale walishuka kutoka kwenye viti vyao ili kuthibitisha maneno ya Shamsu kwa kumpima Priscilla. Hata kwao ilikuwa ni ngumu kuvuna nishati hasi na chanya kwa wakati mmoja na kuziwianisha. Hivyo hawakuwahi kufikiri kwamba mwili wa Priscilla ungekuwa adimu sana kuliko wao. Suleiman akasema zipo mbinu nyingi mtu yote anaweza kutumia kupandisha na kuamsha uwezo wa damu, lakini hakuna mbinu hata moja yenye uwezo wa kupandisha nguvu zote mbili kwa wakati mmoja, kwa sababu ni ngumu sana kuunganisha nguvu zote mbili tofauti na kuwa kitu kimoja cha asili. Basi Mkale Mtendu akauliza kwamba kwa hiyo Jada Shamsu, unasema kwamba ni hata kama tukijifunza mbinu nyingine hatuwezi kuianisha nguvu zote mbili ndani yetu? Mimi sijamaanisha hivyo. Yaani mimi nilichosema ni kwamba mbinu ya Priscilla ni njia nyepesi na mkato. Ni mbinu ambayo yani inakupatia uhakika wa mwisho wa safari kabla kuanza nini? Kabla kuanza safari. Wengi wetu tumeanza safari pasipo kujua mwisho ulivyo. Hivyo hata kwa mbinu nyingine, ingawa zinakuwezesha kuwa na uwiano wa nishati zote mbili, zinahitaji muda mrefu sana. Mfano, kutoka nusu mzunguko mpaka kufikia ukamilifu wa mwili inahitaji angalau mwaka mmoja au miwili au zaidi kufika. Aliongea Shamsu kisha pale pale akamgeukia Priscilla. Priscilla, kwani wewe umeanza kujifunza tangu lini? Hasina akajibu ya kwamba nadhani hajapita hata miezi 5 bado huyo. Mara ya mwisho nilipomuona kwenye miliki ya Wahinde hakuwa hata ameanza. Alijibu hivyo Hasina na kuwafanya wazee kushangaa. Ni kama sasa waliweza kuelewa kwa nini Shamsu alisema mbinu anayojifunza Priscilla ilikuwa ni ya mkato. Miezi 2 na kidogo kuweza kufikia level ya ukamilifu wa mwili si jambo la kitoto ese. Sasa Shamsu akasema ya kwamba yaani miezi 3 umeweza kufikia level ya ukamilifu wa mwili. Nadhani mbinu ina nguvu kubwa zaidi ya nilivyofikiri ese. Huyo Hamza ni namna yake ya kufundisha watu ni ya kipekee sana. Basi Shivu akasema ya kwamba ila huyo Hamza kila kona yupo vizuri, si ni kwamba tu familia yake na uhusiano unao legalega. La sivyo kwa Simba ungefaidika sana kwa kuwa na vijana wanaoweza kufikia level ukamilifu kwa haraka. Aliongea Shivu na wazee wenzake walimuunga mkono. Msikilizaji, ukweli ni kwamba muda huo walienda mbali na kufikiri ingekuwa jambo kubwa sana kama Hamza angejiunga na familia yao. Hata hivyo kwa kuwa Hamza tayari alikuwa ni mwanaukoo wa Simba, waliona sio vizuri kumsumbua. Sasa upande wa Priscilla alishia kuinamisha kichwa chake chini tu pasipo kutoa sauti. Ukweli ni kwamba alikuwa akijua sababu ya uwezo wake kuongezeka kwa haraka ni kwa sababu ya kula uyoga. Asa Shamsu akasema kwamba kila mtu sasa arudi kwenye siti yake jamani, maana ni hapa wenyewe anachoka hata kuongea. Kikao hiki cha leo lengo lake kuu ni kwa Priscilla kutambua mababu zake na kuungana na mama yake. Aliongea Jada Shamsu wakati kila mtu akirudi kwenye siti yake, na yeye pia alichukua simu yake na kwenda kwenye kiti chake kuendelea kucheza game. Priscilla alivuta pumzi ndefu kisha akakunja mikono yake kwa nguvu. Sasa mzee Mtendo akasema ya kwamba Abdiel, hebu mwambieni mama yake Priscilla afike. Basi Abdiel Karume ambaye ndiye babu yake Priscilla na Nyakasura alisimama. Muonekano wake ulikuwa umesawijika wakati akitembea nje ya ukumbi huo.
Ndani ya muda mfupi tu alirudi ndani akiwa ameongozana na mwanamke. Kundi hilo la wanafamilia wa Kiphoenix walishindwa kujizuia kushangaa mara baada ya kumwona mwanamke huyo. Uso wa Nyaka ulifubaa mara baada ya kumwona mwanamke aliyeingizwa hapo ndani. Alikuwa ni Sahira Rukia. Karume, baba yake Nyakasura, alimwangalia Rukia kwa namna ya shaka mwanzoni, lakini mara baada ya kumtazama kwa umakini zaidi, aliishia kukunja ngumi kwa nguvu huku akitetemeka. Upande wa Ikram, Karume ni kama sasa alipata ufumbuzi wa fikra. Istoshe, ni mara ya mwisho alipomwona mwanamke huyo na kumbukumbu zake zilimwambia alishawahi kumwona ila hakujua ni wapi. Sasa Ikram akasema kwamba kumbe ni wewe, ndio maana ulikuwa unanipa hisia za kukuona mahali. Mmoja wa mababu ni akajibu ya kwamba Ikram, hebu kaa chini bwana, sio zamu yako ya kuongea. Ikram macho yake aliishia kujawa na wekundu huku sasa aking'ata meno yake kwa nguvu. Muda huo mwanamke aliyefahamika kwa jina la Rukia hakuonekana kujali sana. Aliishia tu kumwangalia msichana mrefu mzuri aliyesimama mbele yake katikati ya ukumbi. Ingawa Rukia alionekana kuwa na utulivu na tabasamu hafifu usoni mwake, lakini mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Mara baada ya Priscilla kumuona mwanamke huyo, alishindwa kushtuka kwa muda. Hata hivyo, mara baada ya kuangalia macho ya mwanamke huyo, alijikuta ni kama anajiangalia mwenyewe. Kulikuwa na hali ya mvutano wa undugu wa damu kati ya mama na mtoto ambao ulishindwa kuelezeka. Basi Priscilla akaambiwa kwamba Priscilla, huyu ndiye mama yako, anaitwa Rukia Rashidi, mkufunzi wa chuo cha ujasusi Tabora. Kabla hajaondoka, jina lake halisi lilifahamika kwa jina la Matrida Singano. Priscilla ndilo jina lako halisi ulilopewa na mama yako, na aliamua kukukabidhi kwa mdogo wake Profesa Singano ambaye ni baba yako wa kambo, kwa siri sana kwa ajili tu ya kukulinda. Basi Priscilla alijikuta akiwa kwenye mshangao kusikia jina la baba yake likitajwa. Upande wa Matrida au Rukia alikuwa akimwangalia Priscilla kama vile alitaka kuchora taswira ya binti yake katika moyo wake. Kwa sauti ya masikitiko akasema kwamba mtoto wangu, mimi mama yako sikuwa lolote wakati ule. Sikuweza kufanya chochote zaidi tu ya kuishia kujificha. Utakuwa unanichukia sana. Basi Priscilla muda huo alikuwa katika mchanganyiko wa kihisia na hakujua namna ya kuongea. Alihisi nguvu fulani hivi ikimsukuma kumsogelea Matrida na kisha kumkumbatia. Priscilla alijikuta tu akiita mama. Ukweli ni kwamba hakujua ni mara ngapi aliwahi kuota mama yake yupo hai na ataweza kumuita hivyo. Kuna kipindi alimchukia kwa kumtelekeza na kutamani hata kuona picha yake, lakini ilishindikana. Hata alivyoambiwa anakuja kuonana na mama yake, bado hakujua ni hisia gani angezipata baada ya kuonana naye. Lakini mara baada ya kumuona mama yake, aligundua ni kama hawakuwahi kutengana kabisa. Pasipo kujua alijikuta tu akiita mama. Alijiambia huyo ni mwanamke ambaye hawezi kumchukia kabisa. Huyo ndiye mama aliyekuwa kwenye ndoto zake, na sasa katokea kwake, kwa hiyo alishindwa kujizuia. Mara baada ya Sahira Rukia kusikia neno mama, alishindwa kuyazuia machozi kufunika mboni zake. Alimkumbatia binti yake kwa nguvu, sasa akitoa tabasamu la furaha. Kisha akasema, Priscilla, mama yako nimerudi. Mama yako nimekuwa nikitamani sana kukuona na hatimaye muda umewadia. Naam, watu wengi waliokuwa ndani ya eneo hilo waliishia kutoa pumzi za hisia pekee. Picha hiyo ya mama na mtoto kuungana tena iliwapa wengi joto la moyo. Kulikuwa na baadhi ya watu walioshikwa na haya, lakini licha masuala yote, hakuna kitu muhimu kwa familia hiyo kama mwanamke aliyeacha damu yake ya Kiphoenix. Walijua fika Rukia ndiyo ufunguo wa kumtuliza Priscilla. Hivyo waliona wanapaswa kuwa makini sana. Sasa Karume akauliza kwamba baba, nini kinaendelea? Aliuliza Karume akilenga swali hilo kwa baba yake. Na baba akajibu kwamba unaongea kuhusu mabadiliko ya Rukia ama kila kitu nilifanya mimi bwana. Nilimpeleka hospitalini miaka ile na kubadilisha muonekano wake. Basi Karume akasema kwamba kama ni hivyo ilikuwaje ukamuingiza Sulea kwenye chuo cha Tabora na kuwa chini yake? Au ulipanga awe ndiye mwalimu wake? Basi Karume alishia kumwangalia Nyakasura ambaye alikuwa pembeni akilia. Na aliendelea kuongea kwa maumivu ya moyo na kusema kwamba hivi unajua hii inauma kiasi gani? Ulidhani kwa kumfanya kuwa mwalimu wa Sulea ingefanya kumpenda licha hili? Ulichofanya ni kumdanganya.
Ulichoongea ni nusu ukweli. Sulea alikuwa ni msichana mwenye hasira za haraka na ni mbishi sana kusikia. Halafu mama yake alishaondoka. Hakukuwa na mtu yeyote ambaye angeweza kumsikiliza na hata kuwa mwalimu wake. Ilikuwa ni ngumu pia kwa sisi wanaume kuwasiliana na msichana mdogo kujua anachofikiri. Wewe mwenyewe unafahamu fika wakati Matilda alivyokuwa chini ya kitengo cha Malibu, alikuwa na uwezo mkubwa sana kwenye fani ya masuala ya saikolojia. Utaalamu ambao niliona Sulea alihitaji. Jambo kubwa ni kwamba Matilda hakutumia kinyongo alichokuwa nacho dhidi yako kwenda kwa Sulea. Alimpokea, akamsaidia na kumfundisha kila kitu kama binti yake. Ni kweli ulivyosema, nilitamani siku ambayo ukweli utajulikana Sulea hatumchukia Rukia. Isitoshe kwa mafanikio aliyopata Sulea mpaka leo hii, sio kwa mwongozo wake. Karume aliishia kukosa neno la kuongea na kuganda kama sanamu tu. Basi Ikram aliishia kutoa kicheko cha ukauzu huku akipiga makofi na kusema kwamba mkuu wa familia, hakika unajua kupanga na kufikiria mbali. Kwa hili nimekukubali ese. Mdogo wangu ambaye alikasirishwa na kilichotokea kati ya Karume na Matilda, kama atafahamu huko alipo binti yake alikuwa mwanafunzi wa mchepuko wa mume wake, sijui ni kwa jinsi gani tu atakufikiria kama baba mkwe. Ikram, mimi najua familia yenu itanichukia kwa maamuzi yangu, lakini mimi kama kiongozi wa familia nilikuwa na wajibu pia. Hata kwa mababu zetu kama wangekuepo, wangechagua kumlinda Priscilla. Ingawa hili jambo halikukubalika tokea mwanzo, lakini Waswahili wanasema kitanda kizee ya rambo bwana. Basi muda huo huo Nyakasura akamuita babu yake, na mdoo Nyaka alikuwa kimya mdoto, lakini akajikuta tu akiita kwamba babu, yani aliita kwa sauti ya kulia. Nyaka akasema kwamba kwa nini unanifanyia hivi? Nimekuwa na ukaribu na mtu ambaye mama yangu alikuwa akimchukia kwenye ulimwengu huu. Yani kwa nini uwe mkatili hivyo? Basi muda huo Rukia alijikuta akifuta machozi na kuongea kwa pole, akasema kwamba Sulea, nisikilize kidogo. Nyaka akasema kwamba hapana, mimi sitaki kukusikiliza, mimi ulindanganya. Yani siku zote ulikuwa ukiniigizia mbele yangu. Lazima ulikuwa unacheka moyoni kwa namna nilivyokuwa na kuheshimu kama mwalimu wangu huko ukimkejeli mama yangu. Sitaki kuona tena. Basi wakati akiongea hivyo, Nyakasura alifuta machozi yake na kisha alikimbia kutoka kwenye ukumbi huo. Mara baada ya kujua mfuatano huo wa matukio, Priscilla alielewa pia hisia za mateso na yani hisia za mateso ambazo Nyakasura anapitia. Alitaka kwenda nje kumfuata Nyaka, lakini alizuiliwa na Hasina aliyekuwa nyuma yake. Hasina akasema kwamba ngoja mpaka akichulia ndo tutaongea naye. Sasa hivi tuna jambo muhimu la kukwambia. Priscilla kwa namna ya kusita akasema kwamba jambo muhimu ni kuhusu nini? Hasina alishia kutabasamu na kisha akamshika Priscilla mkono na kumuongoza mpaka kwenye kiti kando tu ya babu yake pamoja na babake Karume. Hasina akasema kwamba kaa kwanza chini. Mama Priscilla, na wewe kaa. Basi Rukia huko kaa chini akasema kwamba asante sana Waju. Karume aliyekuwa pembeni alishia kumwangalia Matilda au Rukia kwa macho na hisia zisizozoeleka, lakini hakuongea neno. Sasa Hasina akasema kwamba Jada Shamsu, utaelezea wewe jambo hili au niongee mimi? Basi Shamsu ambaye alikuwa busy kucheza game kwenye simu yake alishia kuinua mkono wake tu na kusema kwamba ongea tu wewe bwana, waelewe. Basi bwana. Pale pale Hasina itabasamu na kisha akageuka na kuanza kuongea. Nadhani wengi wenu hapa mmekwisha kuelewa kitu. Tokea kuondoka kwa Haji Madali, ukoo wa Simba umekuwa kati ya koo za uungu wa kale dhaifu zaidi kwa mara ya kwanza tokea kale. Tokea zamani, sababu pekee kwa nini eneo la mshipa wa Simba lilishikiliwa na watu wa ukoo wa Simba ilikuwa ni kwa sababu ya nguvu zao. Ila kwa sasa kinguvu ukoo wa Simba hawatuwezi sisi wa ukoo wa Kiphoenix. Na kama ukoo wa Simba hauna nguvu tena, basi vile vile hawana vigezo vya kuendelea kukalia kijiji cha Tanganyika. Na hii ni kwa sababu hawana nguvu za kutosha kulinda mshipa wa Simba. Bila shaka koo zote za uungu wa kale zinatokea katika mzizi mmoja. Na ndio maana tangu zamani mpaka sasa tumekuwa bega kwa bega kujilinda dhidi ya adui. Zamani wapo wazee wetu ambao walionyesha uthubutu wao katika kushindana na watu wa mbingu. Na sisi kama uzao wao hatuwezi kuangusha. Na mpaka sasa nguvu ya Magedon Shakyamuni kutoka magharibi ni tishio kubwa sana la usalama kwetu.
kama tukiendelea kushindana sisi wenyewe kwa ajili ya umiliki wa kijiji cha Tanganyika, tutaishia kuuana tu, na ni wazi kwamba adui anataka hilo litokee. Hivyo ili kuamua mlinzi mpya wa mshipa wa simba na mkazi mpya ndani ya kijiji cha Tanganyika bila kuumizana sisi kwa sisi, viongozi wetu wamekaa chini wakajadili na kufikia mwafaka wa kuandaa kongamano la kikoo. Basi msikilizaji, mara baada ya kila mtu kusikia maneno hayo, wanachama wa familia ya Kiphoenix walijikuta wakiangaliana kwa shauku na furaha. Hasa mzee mmoja akauliza kwamba Waju Hasina, unazungumzia tukio kama lile lililoitishwa miaka 100 iliyopita? Hasina akajibu ya kwamba kulikuwa na kongamano la kikoo lililoitishwa miaka 100 iliyopita kwani? Basi Abedi akajibu ya kwamba ndio, kongamano la mwisho kufanyika lilitokana na mataifa magharibi kuvamia nchi za Kiafrika na kuzitawala. Viongozi wa Ungu wa kale walikaa chini na kujadiliana kama ingekuwa sawa kutuma watu kwa ajili ya kupambana na ukoloni, lakini mwisho wa siku maafikiano yalikuwa kututumia watu wa aina yoyote kuingilia. Lakini kwa kuwa masuala hayo yalihusu kidunia, mababu zetu hatukuwasumbua. Alongevu Abedi na Sina akasema ya kwamba kumbe hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hakika hilo pia lilikuwa ni kongamano, lakini mambo yamebadilika sana. Kwa kongamano hili ajenda kuu itakuwa ni juu ya maendeleo ya umoja wetu wa Ungu wa kale. Kwa hiyo yote ambayo itatamani kuondoa ukoo wa Simba kwenye kijiji cha Tanganyika itapata nafasi ya kuonyesha nguvu zao. Basi baada ya Sina kuongea hivyo, kuna mzee mmoja akasema, kwanza alicheka, akasema kwamba tena kuhusu swala la kuonyesha nguvu bwana, nadhani kwa sasa ukoo wetu tunaweza kuwahofia watu wa ukoo wa Chui pekee. Kwa nyingine sidhani hata kama zina vigezo vya kupambana na sisi. Isitoshe tunaye Jada Shamsu hapa. Nani ambaye anaweza kushindana naye? Anaongea mmoja wazee na wengine wote walikubali kwa kuhisi kwamba ushindi tayari upo mikononi mwao. Sasa Mtendo akasema kwamba nyewe wanaharamu, hebu acheni kudharau mashujaa ulimwengu bwana. Koo zote kubwa zina mizizi mirefu sana na wanaokoo wengi wapo mafichoni bado. Hebu kumbukeni wakati umoja wa Ungu wa kale ulipoanzishwa, wengi waliamini ni familia kuu 4 ambazo zingekuwa na nguvu kubwa. Lakini matokeo yake yalikuwaje? Jemadari alishia kuwatambulisha kwetu Jumbe, Ziwa na Ngwalundi kutoka koo ambazo hazikutarajiwa kabisa. Kati ya wanachama 12 wa umoja wa Ungu wa kale, nusu yao hawakutokea kwenye ukoo kubwa. Sijui hata kama unaelewa ninachomaanisha. Ingawa damu za koo zetu ni zenye nguvu na msingi wetu ni mzuri, bado mafunzo ya nishati yanategemea zaidi mtu na mtu na si asili wala familia. Basi mara baada ya vijana na baadhi ya wazee wa umri mdogo kusikia maneno hayo, walishia kutoa tabasamu na kutingisha kichwa kuelewa. Alafu jambo lingine zaidi, nadhani baadhi yenu hamjielewa vizuri, ingawa kongamano hili ni kwa ajili ya kuheshimisha wenye nguvu, halitegemei sisi wazee wa kale pekee kupigana. Siku moja tutazeeka na uendelevu wa familia utategemea kizazi kichanga. Hivyo kuhusu nani atashikilia kijiji cha Tanganyika itategemea ukoo gani sasa utakuwa na vijana wenye nguvu na vipaji. Vinginevyo kumtegemea Jada Shamsu kwa ajili ya kuonyesha nguvu haitoshelezi. Siku zote Shamsu atajiwakilisha mwenyewe na hawezi kutosha kushawishi koo nyingine kukubali tumiliki kijiji cha Tanganyika. Isitoshe tokea zamani mpaka sasa familia Simba imeweza kushikilia eneo lote la kijiji cha Tanganyika, si kwa sababu ya jemadari pekee, bali kwa sababu ndani yao kulikuwa na watu wengi waliojaliwa vipaji. Msikilizaji, kila mmoja alishia kutingisha kichwa kwa namna ya kuelewa. Ilikuwa kweli walidharau familia nyingine, si kwa sababu ya uwezo wao binafsi, bali ni kwa sababu ya wazee wa kale waliokuwa na nguvu. Isitoshe ukoo si wa mtu mmoja au wawili. Koo ndio ngazi ya kwanza katika kutengeneza taifa, na nguvu ya taifa haibebi na watu wa kale, bali na vijana wadogo. Basi bwana, sasa aliendelea kuzungumza, akasema ya kwamba ingawa bado hatujahitimisha ni sheria gani zitatumika kwenye kongamano hilo, tofauti na sisi wazee, vijana vile vile watapata nafasi ya kuonyesha uwezo wao. Basi mara baada ya kuongea hivyo, alimwangalia Priscilla na tabasamu, kisha akasema kwamba tunajiamini sana juu ya uwepo wa vijana wetu, na kwa mantiki hiyo Jada Shamsu ameamua kwamba baada ya tarehe ya kongamano kutajwa, tutafungua siri ya mti wa kivuli haraka iwezekanavyo. Mara baada ya maneno hayo kutamkwa, Kadamnasi yote iliingiwa na mshangao.
Watu wengi walikuwa na hali ya furaha na msisimko mkubwa. Akaulizwa ya kwamba ni kweli mlango wa miliki ya siri unakwenda kufunguliwa? Akajibu, hili ni swala nililosoma kwenye vitabu pekee juu ya uwepo wa siri ya miliki ya asili yetu. Nasikia jambo hili halijawahi kufanyika kwa muda mrefu sana. Msikilizaji, kwa hayo mazungumzo, Priscilla alikuwa katika hali ya kupotea. Alijikuta akiwaangalia watu waliokuwa na shauku na furaha, na pale pale alishindwa kujizuia. Akauliza kwamba siri ya mti wa kivuli ni nini? Kuuliza kwake hivyo alijibiwa kwamba Priscilla, huna haja ya kuwa na wasiwasi. Siri ya mti wa kivuli ni ardhi ya kimatambiko takatifu kwa sisi wanaokuwa Phoenix, ambayo hufunguliwa kila wanapotokea Phoenix wawili wa kizazi kimoja. Ni Phoenix pekee wawili waliozaliwa wanaruhusiwa kuingia ndani ya miliki hiyo ya siri na kupitia majaribio kadhaa. Kama wakifanikiwa, basi nguvu zao zitaongezeka sana. Hata sisi na Jada tunategemea zaidi uwepo wenu kwa ajili ya kuona mti wa kivuli. Hata hivyo utaelewa vizuri baadaye, ila kabla ya yote unapaswa kufundishwa namna ya tamaduni za kutawala nguvu zako. Na mwanzoni tulikuwa na wasiwasi kama ukianzia chini kabisa itachukua muda, lakini sasa hivi tayari umeshafikia kiwango cha ukamilifu wa mwili, itakuwa rahisi zaidi kwako. Basi bwana, Priscilla alishia kutingisha tu kichwa chake kama vile alikuwa ameelewa, lakini kwa namna fulani alikuwa na wasiwasi moyoni kama anaweza kukidhi matarajio ya wanaukoo hao wanaoyaweka kwake. Afistoshe hakuwa na uzoefu mkubwa kwenye masuala ya mapigano wala mafunzo ya nishati. Sababu pekee ya kuweka juhudi kwenye kuvuna nishati ilikuwa ni kwa ajili ya kutokumwangusha Hamza na kuwa mzigo. Basi Yasina akasema kwamba hii ndio ajenda kubwa mlioitiwa hapa. Kongamano hili litatajwa tarehe yake baada ya wazee wa ungo wa kale kukaa chini na kujadiliana. Vijana wote jihimeni kwa bidii katika mafunzo yenu, na kati yenu lazima kutakuwepo na 2 au 3 tutakao watoa kwa ajili ya kushiriki. Priscilla ndio kwanza amerudi, kwa hiyo itamchukua muda mpaka kuweza kudhibiti nguvu zake. Hivyo tunatarajia makubwa kwenu. Eleweni tu kwamba hii ndio nafasi ya pekee ya sisi kuwa watawala wa kijiji cha Tanganyika. Hili ni swala linalobeba heshima yetu na maendeleo ya ukoo kwa ujumla. Kwa msije mkatusikitisha sisi mababu na mabibi zenu. Aliongea Sina kwa serious. Watu wote walisimama na kisha walitikia kwa nguvu kutii maagizo hayo. Mara baada ya hapo ilifuatia sherehe ya kimila ya Priscilla kuwatambua mababu zake. Priscilla hakuwa na pingamizi lolote la kujiunga na familia hiyo, lakini pia kujiunga kwake si kwa sababu tu ya kuona familia hiyo ni nzuri zaidi kwake. Alikuwa mpole, hivyo kwake hakuweza kuchukia watu waliotaka kumdhuru mama yake. Badala yake alikuwa tu ni zaidi na hatia dhidi ya mama yake Nyakasura na Nyakasura mwenyewe. Sasa mara baada ya sherehe ya kimila kumalizika, Priscilla na mama yake Matrida ambaye sasa anafahamika kwa jina la Rukia waliweza kufika katika nyumba waliokuwa wamepangiwa kuishi. Sasa kutokana na hadhi ya Priscilla, lakini vile vile ukaribu wake na Nyakasura, walipewa wafanyakazi 2 wa kuhudumia. Mara baada ya ukaribishwa na wafanyakazi hao, Priscilla aliwaomba kutoka nje na kisha aliketi na mama yake sebuleni, huku sasa akipata chai na kuanza kuongea. Rukia alichukua jukumu la kumwelezea mwanae juu ya mambo yaliyotokea nyuma mpaka Priscilla kuishi katika mikono ya Profesa Singano. Kwa maelezo ya Rukia, hakuwa na jinsi. Aliona kama angeenda kwa kaka yake moja kwa moja na kumkabidhi Priscilla, ingerahisisha watu wa ukoo wa Phoenix kugundua jambo hilo na kumweka Priscilla hatarini. Hivyo njia salama aliyoona ni kwanza kumpeleka kituo cha kulelea yatima ambacho kilisimamiwa na ndugu upande wa bibi na kumwacha Priscilla katika kituo hicho kwa miaka kadhaa. Kisha Profesa Singano aliweza kuomba kumlea kama binti yake. Kwa urahisi, Matrida aliwasiliana kwa siri na ndugu yake Singano kwa ajili ya kumlea Priscilla ili asiendelee kuishi kama yatima. Asa Priscilla akasema kwamba kwa hiyo mama, wewe na Profesa ni ndugu wa damu kabisa. Mama akajibu, ndio, sisi ni ndugu wa damu japo mama tofauti. Mimi nilizaliwa nje ya ndoa na sikufahamika ndani ya ukoo wa Singano kwa miaka mingi sana mpaka nikaingia kitengoni. Priscilla akauliza, kivipi? Mama akajibu ya kwamba baba ni mzee Singano alifariki mapema wakati mama akiwa mjamzito, na hakukuwa na utambulisho wowote wa kabla wa mama kwenda kwa familia ya baba. Ni baadaye sana rafiki yake baba alinifungamanisha na Singano na tukafahamiana kama ndugu. Ajabu, wakati huo wote tulikuwa tukisomea mafunzo ya kijasusi baada ya kutoka jeshini. Baada ya mama kufariki, Singano alikuwa kama ndugu na rafiki yangu tu.
Nilimwelezea siri zangu nyingi, ikiwemo ya mahusiano yangu na Karume. Hata hivyo, wakati napata ujauzito, alikuwa nje ya nchi kimasomo na hakuwa hata akijua kinachoendelea. Na baada ya kujifungua ilibidi sasa nikakuacha kituoni kwa Neema na kumpatia barua maalumu ambayo alipaswa kumpa singano baada ya wewe kutimiza miaka 3. Rukia alisema hivyo kwa huzuni. Priscilla akasema ya kwamba mimi nilianza kuishi na baba nikiwa na miaka 3. Nadhani naweza kujua kilichokuwa ndani ya barua. Aliongea Priscilla na kumfanya Rukia kuisha kutabasamu. Priscilla akasema ya kwamba kwa hiyo yani ulikuwa na mawasiliano na baba. Ni muda mrefu mpaka sasa sijapata mawasiliano naye. Mama ambaye ni Rukia akajibu ya kwamba kaka ni mtu ambaye toka zamani aliamini kuna ulimwengu zaidi ya uhalisia tunaoona. Hata baada ya kuambiwa akasafiri, nilijua tu lazima ni kwa ajili ya utafiti wa kila anachokiamini. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Mimi naamini yupo salama. Kuhusu mawasiliano, hatukuwa na mawasiliano kabisa. Ilikuwa ni moja ya sharti nilopewa kutokuwasiliana na ndugu yangu yoyote. Aliongea hivyo na kumfanya Priscilla kumwonea huruma mama yake. Asa Priscilla akasema kwamba lakini mama, wewe na baba yangu wa damu, kwa nini hamkuongea chochote baada ya kukutana sasa hivi? Naona sasa ulitaka kuuliza hivyo muda mrefu sana mwanangu. Ukweli haikuwa na haja. Baada ya miaka mingi kupita, hatimaye niliweza kujiokoa. Sina hisia naye tena za kimapenzi wala upendo wowote kwake. Mwanzo nilimchukia tu kwa kuwa muoga. Ila baadaye nilikuja kugundua nilikosea na yeye pia alikosea. Ni miaka mingi imepita na sasa umeshakuwa mkubwa. Nadhani kuanzia sasa atakuwa rafiki wa kawaida tu niliyefahamiana naye. Priscilla alishia kutingisha tu kichwa na kisha pale pale akasema kwamba hata mimi pia inaniwia ugumu sana kumuita baba. Kuna utofauti mkubwa wakati nilipokutana naye na nilipokutana na wewe. Mimi nilivyokuangalia tu usoni moja kwa moja, hisia za kukuita mama zilinivaa. Basi Rukia akasema kwamba ni kweli kabisa. Ulirithi muonekano wangu kabisa. Ndio hivyo tu, inasikitisha sana mwanangu. Aliongea hivyo sasa akimpapasa Priscilla usoni. Yaani kama isingekuwa kufanywa upasuaji kubadilisha sura yangu, ungeweza kuona nilivyofanana. Tunafanana sana hasa nilivyokuwa katika umri wako. Lakini mama, tunaweza kuangalia picha zako za zamani au mama huna picha yoyote ulivyokuwa mdogo? Mimi nilikuwa nikifanya kazi kama Secret Service agent. Taarifa zangu nyingi zilikuwa siri ya nchi na hata picha zangu za kawaida ziliharibiwa. Aliongea kwa kusikitika. Asa Priscilla alishia kutingisha kichwa kwa kuelewa, lakini pia alikumbuka jambo. Akasema kwamba mama, kama ulikuwa ni mwanakitengo, labda ulikutana pia na mamake Hamza? Hamza, unamaanisha mtoto wa Victoria, si ndio? Tena mimi na Victoria tulikuwa tukiishi kwenye bweni moja wakati tukiwa jeshini. Yeye alikuwa akisomea masuala ya ujasusi na mambo mengine tu ya kuzamia. Mimi nilikuwa nikisomea masuala ya saikolojia katika mahojiano na usafirishaji. Priscilla alijikuta akijao na furaha sana mara baada ya kusikia hivyo. Tena alikuwa ni rafiki yangu mkubwa mno. Wakati tukiwa shule tulikuwa hadi tukitaniana kwamba tukija kupata watoto baadaye wa jinsia tofauti tutawaozesha. Sijawahi hata kufikiria kama itatokea. Basi mara baada ya Priscilla kusikia hivyo, uso wake uliiva na akahisi furaha moyoni. Aliona jambo hilo lilikuwa ni la kushangaza sana. Sasa mara baada ya kumuona binti yake akiwa na muonekano wa furaha, Rukia alishia tukitabasamu na kusema ya kwamba unampenda sana huyo Hamza, si ndio? Priscilla alishia kutingisha kichwa tu, lakini haraka sana akajihami akasema hapana. Ndio. Haijapita hata siku moja tayari unafikiria hivyo. Kweli huwezi kumbakisha msichana nyumbani? Ndio umefahamiana na mama yako lakini tayari unamfikiria mwanaume? Priscilla akasema hapana, sio hivyo mama, usongee hivyo. Priscilla kujua hata namna ya kujieleza. Sasa mamake akasema kwamba hata mimi nimesikia habari za Hamza sana, anaonekana kuwa na uwezo mkubwa. Angalau kwa matendo yake naweza kuhisi ni mtu anayejua kuwajibika. Tofauti na baba yako, ya angalau mimi kama mama yako nitakusupport. Basi Priscilla alishia kutabasamu na kisha pale pale alikumbuka jambo. Mara moja alitoa simu yake na kisha akasema kwamba mama, nitampigia Hamza simu. Akijua tumeonana atafurahi sana. Basi Rukia akasema kwamba sawa, mpigie kabisa video call ili nione sura yake. Priscilla hakupinga na mara moja alitafuta namba ya Hamza kupitia WhatsApp na kuipiga. Wakati Hamza akipokea simu hiyo, alikuwa ndani ya mgahawa akifurahia utamu wa nyama. Nyuma yake kulikuwa na mji mdogo ambao haukuwa na magari kabisa barabarani.
Hey Priscilla, kila kitu kinaenda sawa huko kwenye ukoo wa Phoenix? Aliuliza Hamza akifuta midomo wa kitambaa. Hamza, uko wapi? Afu kwa nini inaonekana hapo sio kama kisiwani? Aliuliza Priscilla ambaye alishangaa kuona nyuma ya Hamza kulikuwa na nyumba nyingi za wazungu wa magharibi. Niko Australia, kwenye mji unaofahamika kwa jina la Adelaide. Australia? Kwa nini umeenda Australia sasa? Si nilisikia upo Sweden kwenye sherehe ya kuzaliwa kwa Princess Iram ama? Hata mimi sikutaka kufika hapa, ndio hivyo tu. Kwa bahati mbaya nikajikuta nimeelekezwa hapa. Ni ngumu sana kukuelezea kwa sentensi moja, ila usiwe na wasiwasi. Kila kitu kipo salama upande wangu. Mara baada ya kuona Hamza hakutaka kueleza sana, Priscilla pia hakuuliza zaidi. Akasema, mimi nimekutana na mama leo. Amesema aliishi na Madam Victoria bweni moja wakiwa masomoni. Hamza aliposikia hivyo alionekana kushangaa. Akauliza, oh, kweli mamako uko naye hapo? Priscilla alishia kumpa mama yake simu ili kuongea na Hamza. Oh, shikamoo mama. Naamini watu wa familia ya Phoenix hawajawapo wakati mgumu na Priscilla. Msikilizaji, ingawa Hamza alikuwa na mshangao kwa nini mama yake Priscilla alionekana kama chotara, lakini hakuuliza. Asarukia akasema, hapana, Priscilla ni mtoto wao wa damu, sasa watamleteaje wakati mgumu Ila Hamza, nimesikia habari zako nyingi, hatimaye na kuona kwa mara ya kwanza. Kwanza vipi mama yako Victoria, anaendeleaje? Yuko nyumbani kwangu kwa sasa na anaendelea vizuri. Vipi, unafahamiana naye sana? Kama ukimwambia tu Priscilla ni mtoto wa Matilda, atashangaa mno. Aliongea Rukia kwa tabasamu. Sasa Hamza alishia kutingisha kichwa. Aliona atauliza baada ya kupata nafasi ya kurudi, lakini ukweli ni kwamba hakujali sana kuhusu mambo hayo. Afisitoshe ni masuala ya vizazi vilivyopita. Mara baada ya Priscilla kuongea na Hamza kwa muda, hatimaye mfanyakazi alifika na kuambia watu wa familia wanamhitaji Priscilla kwa ajili ya kufundishwa mafunzo ya kutumia nguvu za Phoenix. Ni muda huo pia Hamza alishamaliza kula na alitaka kuanza kuzurura tu ndani ya jiji hilo la Adelaide. Hivyo waliishia kuagana kwa kuahidiana kutafutana wakati ujao. Ndani ya mji huo uliokuwa na hali ya baridi, Hamza hakuweza kuona kitu cha kipekee sana cha kumtilia shaka utafiti wake. Mara baada ya kutembea mpaka kufika katikati ya mji, aliweza kugundua kulikuwa na sanamu kubwa lililosimamishwa kwenye bustani nzuri tu kando ya ziwa la kutengeneza. Sanamu hilo lilimfanya Hamza kuvutiwa nalo. Ilikuwa ni sanamu la mwanamke wa makamu wa kizungu aliyekuwa amevalia nguo zilizoonekana kuwa za miaka mingi iliyopita. Sasa Hamza aliangalia sanamu hilo kwenye ubao wa maandishi na kuona jina la sanamu hilo ni Emil Adelaide, jina ambalo liliashiria ndiye aliyefahamika kwa sanamu hilo. Sasa Hamza aliangalia maelezo mengine kuhusu jina hilo na aligundua Emil alikuwa ni bibi na mmoja wa wazawa wa waasisi wa kale sana wa mji huo. Karibu watu wengi wa jiji hilo walikuwa uzao wake. Kipindi cha nyuma eneo hilo lilikuwa ni kama la wafungwa waliopigwa kama exile hivi, ambao waligeuza sehemu hiyo makazi ya kudumu. Lakini wakazi halisi walikuwa hao wazawa watangulizi wa Emil. Sasa kwa mtu kama Emil kuweza kuishi ndani ya eneo hilo kame na hatimaye kutengeneza familia na mji, ilimaanisha alikuwa na uwezo mkubwa. Sasa mara baada ya Hamza kupitia mazingira na kuchunguza majengo yaliyozunguka eneo hilo, pale macho yake alitua kwenye duka la kutengenezea saa. Kwa sababu ya mji huo kuwa mdogo, hapakuwa na maduka mengi, na asilimia kubwa ya maduka yalikuwa ni madogo yanayokidhi mahitaji ya wakazi. Hivyo uwepo wa duka la saa ulikuwa ni kama vile korongo katikati ya kuku. Ingawa Hamza hakuwa mtaalamu sana wa masuala ya saa, ilikuwa ni rahisi kwake kugundua saa zilizomo dukani humo zilikuwa ni za ubora wa kudumu na pia zilionekana kuwa na thamani kubwa. Afu kubwa zaidi ni kwamba inakuaje duka la saa za gharama namna hiyo likafunguliwa katika mji ambao hauna watu wengi wala mzunguko wa biashara wa kueleweka. Sasa Hamza alishia kukunja sura na kisha pale alipiga hatua kusogelea mlango wa duka hilo na kusukuma. Ndani ya duka hilo kulikuwa na harufu nzuri ya lavenda. Sauti za kutembea kwa saa zilikuwa kama aina fulani vya muziki wa kuvutia masikio. Ndani yake kulikuwa na mwanamke aliyeonekana na makadirio ya umri wa miaka 30 au 40 hivi, aliyevalia mavazi ya kazi. Alikuwa amekaa kwenye benchi la kufanyia kazi akiwa na umakini mkubwa kwenye kutengeneza saa ya mfukoni, yani pocket watch. Basi Hamza alimuita pale kwa kusema kwamba hello, lakini mwanamke yule hakuonekana kumsikia na aliendelea na kazi yake. Hamza alifikiria kwa muda.
Kisha pale pale alijaribu kutembea kusogea mpaka mbele ya benchi la mwanamke yule. Ni muda huo mwanamke alionekana kuinua kichwa chake na kuonyesha sura yake ya kawaida. Mara alionekana kushangaa kwa sekunde, kisha akatoa tabasamu na kumpa ishara ya vidole akimaanisha na kusema kwamba samahani, siwezi kusikia, kuna kitu chochote unahitaji? Kwa alama hizo za vidole aliashiria kwamba alikuwa ni kiziwi. Sasa Hamza naye aliisha kutabasamu na kisha akamrudishia alama za vidole akimwambia hana kitu, ila amevutiwa na sana na anatamani kuziangalia na kuuliza kama ni sawa. Basi mwanamke yule alitingisha kichwa kukubali na kumwashiria Hamza aendelee kufanya anavyojisikia. Hamza alitembea mpaka kwenye meza ya kioo akiwa busy kuchunguza saa hizo, na mara baada ya kuona saa fulani ya kimechanics alinyoosha mkono wake na kuichukua. Mara baada ya kushika mkono pale pale aliirusha kwa kumlenga yule mwanamke kichwani. Kwa nguvu alizokuwa nazo Hamza, kurusha saa hiyo kungemsababishia mtu wa kawaida kichwa kupasuka na kufa papo hapo. Lakini sasa mara ile saa ilipokaribia kumgonga mwanamke, ghafla iliganda hewani na kuacha kujongea. Just imagine kuna mtu anakupiga na risasi, afu risasi ile kukufikia tu ikabaki inakutazama huko ikiendelea kuzunguka. So muda huo ile sauti ya milio ya saa ndani ya duka ghafla ilisimama. Yule mtengeneza saa alishia kuonyesha muonekano wa kutokuwa na jinsi. Alinyoosha mkono wake na kisha akauliza pasipo mabadiliko ya kisia kwa kutumia lugha ya Kiingereza, akasema kwamba wewe umejuaje ni mimi? Kwa hiyo ulidhani unaweza kujificha mbele yangu kwa kujifanyisha bubu na kiziwi, wakati niliweza kuhisi uwepo wako kilomita kadhaa mbali. Yule mtengeneza saa alibaki ni kama akiwa yupo kwenye, yani alijikuta akikunja sura na kisha akasema kwamba impossible, yani kwa level ya uwezo wako haupaswi kuhisi uwepo wangu, isije kawa unaficha uwezo wako na ni mkubwa zaidi. Hamza alishia kutoa kicheko tu, kisha akaangalia baadhi ya karatasi zilizopangiliwa ukutani na kumwonyesha huko akisema kwamba nilikuwa nikidanganya, nimeona hayo maandishi hapo ya owner. Hathacliff Adelaide. Yule mwanamke alishia kuangalia jina la karatasi ile kwa kushangaa, hakujua alie au acheke. Basi akasema kwamba niliprint hizo karatasi muda sana na nikasahau kuziondoa. Aliongea hivyo Heslea. Alafu pia jambo lingine ni kwamba ingawa mimi mwenyewe sijui saa zinavyotengenezwa, huoni kuwa ni ajabu kwa mtengeneza saa kuwa kiziwi na bubu bila kusikia sauti ya mlio wa saa? Utajuaje saa uliotengeneza imepona? Au kutokana na muonekano wako kuwa wa kijana bado huna uzoefu wa kutosha? Aliongea Hamza akiwa na uso wa matani. Sasa akajibiwa kwamba sikupenda usumbufu tu ndio maana. Aliongea hivyo saa zilizokuwa ndani ya eneo hilo zikianza kusikika tena zikihesabu. Basi Heslea akauliza kwamba Lucifer, unafanya nini hapa? Nadhani nitaka kuja hapa kama isingekuwa kwa mdogo wako kulazimisha kuja huku. Aliongea Hamza huku sasa akivuta kiti na kukaa. Nilikuwa nikijiuliza kama ameweza kunitelepoti mpaka huku kijijini. Je, hii ndio sehemu mliozaliwa? Kama jina lako ni Adelaide, na yeye atakuwa nani? Kumbe inaonekana Vania ametumia mbinu ya uzio wa anga kwako. Kumbe jina lake ni Vania. Mdogo wako uwezo wake ni mgumu sana kutebereka. Aliongea Hamza. Mara baada ya Heslea kusikia hivyo, macho yake alionyesha furaha na shukrani kwa wakati mmoja. Kwa nini unaangalia namna hiyo? Hili ni swala pia la kufurahi ama? Ndio. Nimefurahi sana. Kwa nini? Kwa sababu kumsafirisha mtu kwa kumlazimisha lazima masharti mawili yakamilike. Kwanza kabisa, anaye ufungua uzio lazima awe amesafiri kufika eneo ambalo kuna nyayo za nafsi yake. Alafu pili, lazima akalili mazingira ya eneo hilo kama yalivyo pasipokosea kwenye akili yake. Ni kwa njia hiyo pekee anaweza kutengeneza uzio kati ya eneo alipo na sehemu nyayo zake za kiroho zilipo. Siku nyingi nilikuwa nikifikiria Vania hajawahi kurudi hapa, ila inaonekana alikuwa akija kwa siri na hata kuacha nyayo zake za kiroho hapa. Inaonekana analijua hili eneo kama mkanda wa video kichwani mwake. Vinginevyo ingekuwa ni ngumu sana kwake kuweza kufungua uzio na eneo hili kwa haraka sana. Hamza aliposikia hivyo alionekana kuchanganyikiwa kidogo. Kwani nini kimetokea kati yenu nyie ndugu? Maana nilivyokutajia mbele yake alionekana kutokuwa na furaha na kusema hana uhusiano wote na wewe.
Basi hali fulani ya kimawazo ilijionyesha kwenye macho ya Celia na kujibu ya kwamba haya ni masuala binafsi, hayana uhusiano wowote na wewe. Kama huna kingine kilichokuleta, tafadhali naomba uondoke, na mimi nimeamua tu kuishi kwa kujitenga nyumbani kwetu hapa, hivyo sitaki usumbufu. Sasa wewe kama mwanzilishi wa kwanza wa Weekend Academy, unaonaje ukinipa angalau taarifa muhimu? Mimi siombi taarifa hiyo bure. Lazima na wewe kuna kitu tu unachotaka. Kwa hiyo tunaweza kuongea kuhusu hili. Hamza hakutaka kuacha fursa hiyo ipotee baada ya kumpata Hesley ambaye alikuwa na maarifa mengi sana kuhusu Armageddon, Shakyamuni na umoja wake. Msikilizaji, ukweli ni kwamba jambo moja ambalo Hamza alikosa ni taarifa za kutosha kuhusu umoja wa Armageddon. Aliona hata Victoria mama yake hakuwa na uelewa wa kutosha. Istoshe alikuwa nafasi ya 6. Aliamini ili kuweza kukabiliana na nguvu ya Armageddon au hata kushinda na kumwokoa Irami alihitaji taarifa za kutosha. Mimi niliondoka ndani ya umoja huo miaka 100 iliyopita. Sijui nguvu ya sasa ya Armageddon ipoje. Kipindi kile nilipoondoka nilimwahidi Shakyamuni sitoeleza kwa yoyote siri zozote za umoja. Na ndio maana alinipa nafasi ya kuendelea kuishi. Unajua Shakyamuni ni mmoja wa majisi wenye nguvu kwa kutokea duniani. Kipindi kile uwezo wake ulikuwa ni mkubwa kuliko wangu. Ila kwa sasa siwezi kujua ni kiwango gani amefikia. Mimi nakushauri tu usiwe na matarajio kabisa ya kupigana na Shakyamuni uso kwa uso. Wewe ni mdogo bado, unapaswa kufikiria kwanza namna ya kuishi kimya kimya pasipo kujitengenezea hatari. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, moyo wake ulisinyaa. Hakuamini hata Hesley alikuwa akimhofia Shakyamuni namna hiyo. Kwa namna hiyo aliona angekuwa na nafasi ndogo sana ya kuishi kama akishindana naye. Hata hivyo alichukulia ushauri huo kwa maana kubwa ya kutojipeleka kichwa kwa Shakyamuni. Aliona swala hilo lina mantiki. Kwani wakati ule ni jemadari aliwafanya Hesley na wenzake kuondoka pasipo kumfanya chochote licha ya kuwa wengi. Lakini ni huyo Shakyamuni ambaye alikuwa na uwezo wa kushindana na jemadari. So Hamza hakutaka kukata tamaa na kuondoka pasipo kupata chochote. Mara baada ya kufikiri kidogo, pale aliongea kwa namna ya kukata tamaa. Hata kama ukiongea hivyo, ni vigumu mpaka hatua hii kuwa na urafiki na Shakyamuni. Na kama hivyo hutaki kunisaidia, basi natumaini siku nitakayokutana na mdogo wako tena, kama nikimshinda, usije kunilaumu. Ukweli ni kwamba alinitega, ila nilipanga kumuua. Kama ningedhamiria, ningemaliza. Msikilizaji, kama Hamza alivyotarajia, Hesley alionekana kushtushwa na maneno hayo na kumwangalia kwa sura yenye hisia tofauti. Lucifer, hebu acha kujiona fahari kwa kuona kwamba Venia ametumia uzio wa anga kwa kulazimisha kusafiri. Hiyo haimaanishi una uwezo wa kumshinda. Ndio unavyodhani? Labda tuseme na yeye alikuwa akificha uwezo wake, lakini na mimi pia sikutumia uwezo wangu wote. Hata mimi naona hilo. Kasi yako ya kuongezeka nguvu ni kubwa mno. Na hakika una maajabu. Na wala hata hakuna cha maajabu, ni kwa sababu tunafanya mazoezi kwa juhudi kubwa ili angalau Shakyamuni akija nisive kabla ya kujua kaniua vipi. Aliongeva Hamza kisha pale akapunga mkono wa kuaga. Mimi naondoka, kwa heri. Hebu subiri kidogo. Wakati Hamza akitaka kutoka eneo hilo, mara Hesley alimuita kumzuia. Hamza aliishia kufurahi moyoni. Akajifanya hakuna kilichotokea na kisha akageuka. Kuna tatizo au unataka kuniua kabla ya mimi kumuua mdogo wako? Una haja ya kutumia lugha yako ya kimitego kwangu. Mimi ni mwanachama wa muungano wa jamii za siri. Siwezi kuua mtu hivi tu, kwani inaenda kinyume na kanuni. Ninachotaka ni kufanya dili na wewe. Kama ukiniahidi siku moja, ikiwa utapigana na Void na ukashinda, utamwacha hai. Hamza alifikiria kidogo na kisha akasema kwamba na mimi napata nini kutokana na hili dili? Maana si wewe mwenyewe ulisema huwezi kutoa siri za umoja wa Armageddon. Na mimi huwezi kunipa mbinu za kushindana na uchawi wao, sio? Hakuna njia moja ya kushinda umajisi. Unachotakiwa tu ni kutumia uwezo wako kushinda. Katika dili hili nipo tayari kukusaidia mara moja ukiwa na matatizo. Hebu acha hizo basi. Ushasema huna uwezo wa kumshinda Shakyamuni. Halafu nikwambie tu kweli baada ya kupigana na mdogo wako, ukiachana na Shakyamuni mwenyewe, sina mwingine nayeogopa. Huo ndio kweli. Hivyo unachoongea hakijanishawishi kabisa. So mimi naondoka zangu. Hamza muda huo mpego wake alikuwa kidunda kama ngoma ya kudoro. Ukweli alijua fika kama atapigana na Void kwenye hewa bado
hakuwa akijiamini 100% kushinda. Isitoshe, hata kama akitumia nguvu yake ya ushetani, ni ngumu kujua athari zake. Hata hivyo, Hamza aliona ajigambe kwa kuamini lazima Hesley anayo kadi nzuri sana ya kucheza. Ilikuwa ni kwa hakika, kwani Hesley alionekana ni kama mtu aliyefanya maamuzi makubwa, na kisha pale pale akaongea kwa kusema kwamba nipo tayari kuingia dili na wewe kwa kukupa siri moja. Hii siri itakusaidia sana wakati ukiwa kwenye hatari. Basi Hamza aliposikia hivyo alijikuta akivutika na aligeuka kuuliza kwamba kumbe haya. Okay, niambie ni siri gani hiyo? Hesley alishia kushusha pumzi na kisha akaanza kumuuliza Hamza kwa siri. Dakika chache baadaye Hamza alionekana akitoka kwenye duka hilo. Siri ambayo aliambiwa na Hesley ilimfanya kuwa na mawazo mengine kabisa. Kwake aliona alikuwa amefaidika sana kwa kitendo cha Void kumtelepoti mpaka hapo. Hata hivyo hakuona haja ya kuendelea kukaa ndani ya mji huo. Aliona atumie usiku ili haraka kusafiri, yani iwe haraka kusafiri kutoka mji huo na moja kwa moja kurudi kisiwani. Alikuwa na mambo mengi sana ya kufanya, ikiwemo kufikiria namna ya kumwokoa Irami, namna ya kumwamsha Angel na vile namna ya kudili na Mageddon. Hasa mara baada ya Hamza kuondoka, Hesley alionekana kutembea mpaka kando ya ziwa na kisha kuangalia sanamu lile la Emil. Alionekana kuwa katika hisia nzito na sauti yake ya chini sana ilishia kusikika akisema kwamba mama, kumbe Venia alikuwa akija kukuangalia kwa siri muda wote. Lazima unamuona huko alipo. Mimi nitaendelea kumsubiria hapa mpaka siku atakokuja kukutana na mimi. Matumaini yangu ataweka nyuma aliyotokea na kuanza maisha mapya. Ni katika mlima uliofunikwa na barafu. Licha ya jua kuangaza, miale yake ilisambaza baridi. Ndani ya ngome kubwa yenye udarizi wa michoro mbalimbali ya ulimwengu, ilisikika sauti ikisema ya kwamba ulitumia mbinu ya uzio wa anga. Msikilizaji, katika kiti cha kifalme, Shakyamuni ya Mageddon alikuwa ameweka mkono wake kwenye mkono wa kiti. Uso wake kama kawaida haukuonekana. Sauti yake ilikuwa ni utulivu kama maji. Aliyesimama chini yake alikuwa ni Void pamoja na Dunia pamoja na Irami ambaye alikuwa ameingizwa kwenye ukumbi huo. Hasa mara baada ya Void kusikia swali hilo, alishia kutingisha kichwa kuitikia bila mabadiliko ya muonekano, huku akijibu ya kwamba ndio. Shakyamuni akauliza kwamba unadhani humwezi Lucifer? Void akasema nilifikiri kwa sababu mission ilikuwa ni kumleta Irami, hakukuwa na haja ya kupigana naye. Basi muda huo Dunia alionekana kucheka pembeni. Akasema kwamba sura ilikuwa inatoka jasho muda ule, si uongee tu. Void akasema kwamba sikuwa na wasiwasi wa kutoka jasho. Aliongea Void akimwangalia Dunia kwa macho yasiyo na urafiki. Dunia akasema kwamba mbele ya mkuu Shakyamuni kuna haja gani ya kuleta ubishi sasa? Lucifer alikuwa na nguvu nyingi ambazo amebakisha. Kama usingemwekea mtego nadhani ungeshinda. Void akasema hivi, unajiona unao haki ya kuchambua uwezo wangu? Takataka kama wewe ambaye kidogo tu ungeuliwa na Lucifer. Kama Shakyamuni akiniagiza kumuua Lucifer, nitaenda kukata kichwa chake sasa hivi. Aliongea Void. Hasa Dunia kwa tabasamu akasema kwamba Shakyamuni, umesikia huko? Void eti anasema ataenda kukuletea kichwa cha Lucifer. Basi Shakyamuni alitulia kidogo na kisha akasema, ardhi, nimekupa nafasi ya kuongea ama? Mara tu baada ya kuuliza swali hilo, pale pale uso wa Dunia ulianza kujikunja na alijikuta akipiga ukelele. Ilikuwa ni kama shingo ya Dunia imekabwa na mkono usioonekana na kufanya iwe ngumu kwake kupumua. Alishia kushika shingo yake na kudondoka chini kwa maumivu. Macho alimtoka na shingo yake ilisikika ikitoa sauti za kakakaka. Uso wa Irami ulishia kufubaa. Hakugundua kabisa kama Shakyamuni alitumia nguvu zake. Umajisi aliotumia ulikuwa nje kabisa ya uelewa wa kawaida wa Irami. Dunia ilikuwa ni mmajisi wa kawaida sana. Bila kutumia nguvu zake za kiroho hawezi kutumia nguvu ya fikra ili kujilinda. Hivyo muda huo alishindwa kabisa hata kujiokoa kabisa kutoka kwenye hilo shambulizi. Ilikuwa wazi kama Shakyamuni angetaka angeweza kumuua Dunia papo hapo. Ieleweke kwamba ilimchukua Hamza juhudi kubwa kutaka kumuua Dunia. Na jambo kubwa ni kwamba Hamza hawezi kumdhibiti Dunia kirahisi. Lakini kwa Shakyamuni alitumia shambulizi la kawaida tu na kuonyesha gap kubwa mno la kinguvu. Shakyamuni alishia kumwachia Dunia mara baada ya kutaka kuzimia. Na kisha akasema kwamba kama naongea na Void, kwa nini unaingilia? Dunia alishia kuvuta pumzi ndefu sana pamoja na kumeza mate mengi. Alikuwa na hofu kiasi kwamba uso uligeuka wa kijani.
Haraka alipiga magoti na kuanza kusujudu, akasema ya kwamba mimi mja wako nina hatia ya dhamiri, sitorudia kufanya hivi tena. Shakyamuni akasema ondoka. Dunia uso wake ulimtoka jasho, aliishia tu kuinama kutoa heshima na kisha akaondoka. Sasa mara baada ya Dunia kuondoka, Shakyamuni aliendelea kuuliza, akamuuliza Void ya kwamba wewe unamuonaje Lucifer, unadhani katumia nguvu kiasi gani? Void aliishia kusinyaza macho yake na kufikiria kwa umakini kabla ya kujibu. Void akasema kwa maoni yangu katumia angalau 50% ya uwezo wake au zaidi. Lakini vyovyote vile sidhani kama anaweza kuhimili pigo moja tu kutoka kwako. Shakyamuni akajibu kwamba ndio hivyo. Sasa muda ule msikilizaji, Shakyamuni alishia kujiambia mwenyewe kwamba kama ni shambulizi moja basi kunapaswa kutokuwa na makosa. Mara baada ya kufikiria kwa muda, Shakyamuni alishia kupunga mkono wake, akasema kwamba Void unaweza kuondoka. Void akasema yes. Alipiga hatua moja tu kurudi nyuma na pale pale mlango wa anga wa kimiujiza blue ulitokea na akapotea ndani ya eneo hilo. Waliobaki ndani ya eneo hilo walikuwa ni Armageddon na Hiram pekee na hali ya hewa ilikuwa ya ukimya. Hiram muda huo alishia kukunja ngumi tu, huku sasa akimwangalia Shakyamuni kwa wasiwasi mkubwa. Alijua wazi hakuna namna anaweza kuondoka wala kuokoka kutoka katika eneo hilo. Sasa Armageddon akasema kwamba Princess Aira, usio na wasiwasi. Nimekualika hapa kwa sababu ya kutaka wewe kufanya jambo moja tu. Aira amekuwa mshangao, akasema kwamba kwa hadhi ulionayo na nguvu zako, ni jambo gani hilo unataka nifanye? Shakyamuni kusikia hivyo alishia kutoa kicheko hafifu, akasema kwamba ni matumaini yangu utakuwa mwanafunzi wangu na hatimaye kuwa mrithi wa cheo changu cha Armageddon. Shakyamuni. Aira alishtuka, akasema nini? Aira alishia kuganda, akishindwa hata kujibu. Shakyamuni alisimama kutoka kwenye kile kiti na kufumba na kufumbuka tu, alikuwa mbele ya Hiram. Hata kwa ukaribu kamili, Hiram alishindwa kabisa kuona sura ya Shakyamuni. Alichoweza kuhisi ni mlima wa pressure uliokuwa ukimkandamiza na kushindwa kabisa kusogea. Mifumo yake ya neva ni kama iliacha kufanya kazi. Sasa Armageddon akasema kwamba umezaliwa na uwezo asili wa kutumia elementi zote za dunia. Uwezo wako ni mkubwa kuliko huo unaoonyesha. Katika ulimwengu huu kama kuna majisi ambaye mafanikio yake yatapita yangu, basi ni wewe. Aliongea Armageddon. Hiram alishindwa kujizuia na kuwa naibu kidogo. Kusifiwa namna hiyo na mtu mzito kama Shakyamuni lilimfanya jambo hilo kushindwa kujua nini cha kufanya, na ule wasiwasi uliokuwa moyoni mwake angalau uliweza kuondoka. Sasa Hiram akasema kwamba sipo vizuri kama ambavyo unasema, nina mengi ya kujifunza na pia sitaki kujiingiza kwenye migogoro. Natamani kuishi maisha ya kawaida tu. Shakyamuni kwa sauti iliyobeba hisia za kutokuridhika akasema kwamba unakataa nia yangu nzuri kwako. Moyo wa Hiram ulishia kutingishika tu. Alishia kuminya midomo yake na kusema kwamba Shakyamuni, kama ni swala la kujifunza umajisi nipo tayari, lakini sitaki kuwa adui wa yoyote, hususan Hamza na wengine. Shakyamuni alionekana kuwa kimya kwa muda na kisha pale pale akatoa kicheko cha chini na kusema kwamba wewe ni mtoto mwazi sana. Anyway, sio mbaya. Kuna msemo wa kale usemao kutingisha tikiti hakuongezi utamu wake. Mimi naheshimu maamuzi yako, lakini itakuwa rahisi sana mimi kukuleta hapa na kisha kukuachia uondoke kirahisi. Baada ya maneno hayo, Aira akauliza kwamba basi unataka nifanye nini ili niondoke? Armageddon akasema unaonaje tukifanya hivi, kama ukiweza kushinda jaribio nitakuacha ondoke. Aira akasema jaribio, na vipi kama nisiposhinda? Armageddon akasema basi utaendelea kukaa hapa, pengine baada ya muda mrefu utakubali kuwa mwanafunzi wangu. Tena Lucifer anaweza kuja hapa kukutafuta, ila kama anakitafuta kifo mwenyewe usije kunilaumu kwa hilo. Anaongea Shakyamuni pasipo hisia. Mara baada ya kusikia hivyo, Hiram alijikuta akijawa na hofu kubwa. Kwa uelewa wake juu ya Hamza, alijua lazima atatafuta namna ya kuja kumwokoa, lakini alifahamu wazi Hamza hafui dafu mbele ya Shakyamuni. Sasa Aira aliharakisha kuuliza kwamba ni jaribio gani hilo, au nataka nipigane na mtu? Aira alitaka haraka kushinda jaribio hilo na kisha kuondoka eneo hilo kabla Hamza hajaja kumwokoa. Shakyamuni akasema kwamba ndio utapaswa kushindana na mtu, lakini sio mtu mwingine bali utashindana na wewe mwenyewe. Aira akachanganyikiwa akasema kushindana na mimi mwenyewe? Yaani kivipi yani? Basi bila kusubiri, Aira hakutakiwa hata kumalizia sentensi yake. Ghafla, safu kubwa mno za kimiujiza za rangi ya zambarau zilijitokeza kutoka juu ya jengo la kifalme na kutoka chini yake. Safu zile bwana zilionekana kuwasiliana pamoja na maumbo ya herufi yasiyoelezeka yalionekana hewani na kuanza kuzunguka kwa kasi kubwa zaidi. Ni muda ule macho ya Hiram yalianza kumlegea.
Muonekano wake ulikuwa mlegevu kama vile alikuwa ameleweshwa. Mara baada ya muda, Prophet aliye juu ya tufe la mwanga alijitokeza kando ya Shakyamun. Lile tufe chini ya mwanamke huyo mzee lilitoa pia mng'ao wa rangi ya zambarau. Ilionekana wazi safu hiyo yeye ndiye aliiwasha. Basi Prophet kwa shaka sana akasema kwamba Shakyamun, ingawa haya mafunzo yanaweza kumuongezea uwezo wake kwa haraka sana, lakini uwezo wake unaweza kutosha kumuua Lucifer kweli? Shakyamun akasema, wewe ndiye nabii, kwa nini unauliza tena? Kwa nini unaniuliza mimi? Basi Madam Prophet alishia kutoa kicheko na kusema kwamba hili pia lina uhusiano na dosari ya unabii wangu. Mimi siwezi kuwa na uhakika. Hisia zangu zinaniambia huyu msichana ni mwenye moyo mzuri mno. Ingawa kipaji chake ni kikubwa, lakini sio mtu mwenye uwezo wa kupigana. Labda tu tungemfundisha mambo kadhaa kabla ya kumpitisha kwenye hili jaribio. Basi Shakyamun alishia kutoa kicheko hafifu na kisha akasema kwamba hiyo ni kwa sababu huoni uwezo aliokuwa nao huyu mtoto vizuri. Majinias halisi hawahitaji mafunzo aina yoyote. Hata yeye mwenyewe hajui ni kipaji kikubwa kiasi gani anacho. Ndani ya kisiwa cha Toharan, Hamza baada ya kurudi aliitisha kikao usiku mzima kwa ajili ya kujadili namna ya kumwokoa Irami. Victoria naye alitoa baadhi ya taarifa kuhusu umoja wa Magedon Shakyamun, lakini bado alimshauri Hamza tena na tena kutokurupuka. Mara baada ya alfajiri kuingia, hawakuweza kupata suluhu nzuri ya kumwokoa Irami na walishia kuruhusu wafanyakazi kuleta kifungua kinywa. Sasa Leviathan alishia kukamata Croissant, akang'ata kipande na kuongea kwamba bosi, sio kwamba sisi washikaji zako tunaogopa kifo wala kuwa kama makobe tunaoishia kujificha kwenye nyumba zetu baada ya kuona hatari. Mimi hapa ninachoona swala la kuanza sisi kwenda kwenye makao makuu ya Shakyamun linaweza kufanya juhudi zetu zote za muda mrefu kuwa bure. Kama ungekuwa na sisi tu kama kipindi kile, tungeweza kuambatana na wewe kwenda kukabiliana na Shakyamun. Licha kwamba tunaweza tusiwe na msaada mkubwa, angalau tungesonga pamoja na kurudi nyuma pamoja. Lakini sasa hivi bosi, tayari umeshakuwa na familia. Pia wapo watu wengi tu duniani ambao wanakusifu kwa kukuita majina mbalimbali. Majukumu ulionayo sasa ni makubwa kuliko mwanzo. Basi Hamza alishia kutabasamu, kisha alinunua glasi ya juice kupiga pafu moja. Yaani nitashindwaje kujua hayo? Najua wazi kwenda kumwokoa Irami sasa hivi ni wazo la kibinafsi. Hata hivyo sijisikii vizuri kuona ameingia kwenye mikono ya Shakyamun. Kwa hilo tu namuonea huruma. Baada ya Hamza kusema hivyo, Himidu akasema kwamba ni kweli kabisa, kwa sasa hatuwezi kukabiliana na nguvu ya Shakyamun uso kwa uso. Tunapaswa kumwamini princess kubuni njia yake tu ya kujisaidia. Aliongea hivyo Himidu. Sasa muda huo Sally aliye pembeni alishia kuongea kwa hali ya haya usoni, akasema kwamba nilipokuwa kwenye matatizo wakati ule ni princess aliyeniokoa. Na sasa baada ya kukamatwa sina uwezo wote wa kumsaidia. Kama ningekuwa na uwezo pengine ningeweza kumsaidia. Ni kosa langu kuwa dhaifu. Basi baada ya Sally kuongea hivyo, mzee wa madeni ambaye ni Barry akasema kwamba Sally, hivi kwa nini unajilaumu kwa jambo hili? Kama wewe unajiona uwezo wako ni mdogo, haya mimi si nitakuwa takataka kabisa. Asmantis akasema, uwe takataka mara ngapi? Barry akasema, kama mimi ni takataka, wewe ni shimo la takataka. Basi kila mtu alishindwa kujizuia na kucheka. Mara baada ya usiku mzito wa majadiliano, angalau kidogo hali iliingia wepesi. Ni muda huo Yulia aliyevalia vazi la kidaktari aliingia ndani ya eneo hilo kwa haraka na kisha akasema kwamba jamani, sijali kama unaenda kumwokoa Irami au huendi. Ninachotaka sasa hivi kwanza ni kumfufua Angel. Sitaki kuja kuuawa na Magedon mimi kabla haya majaribio hayajafanikiwa. Mara baada ya Yulia kuongea hivyo, alishia kutembea mpaka upande wa Hamza na kisha aliinua sandwich na kung'ata mara 3, kisha akachukua juisi ya Hamza aliyokunywa na kupiga pafu. Hamza aliweza kuona jinsi macho ya Yulia yalivyokuwa mekundu. Alishia kuongea kwa mshangao akasema kwamba Yulia, ulikuwa ukifanya kazi usiku kucha ama? Yulia alishia kumeza chakula kile na kisha kufuta midomo yake na kutingisha kichwa na kusema kwamba ndio, sijalala kwa siku 3 mfululizo. Hata hivyo nimekwisha kukamilisha kuunganisha mifumo yote ya vifaa na leo kila kitu kimekamilika. Unamaanisha kwamba mpango wa kumfufua Angel unaweza kuanza leo? Aliuliza hivyo Hamza kwa furaha, na Yulia akajibu kwamba bila shaka unaweza kuanza leo muda wote. Nimekuja kukuambia utoe mwili wa Angel kutoka kwenye chumba chake na kumpeleka maabara.
Msikilizaji, ingawa mpango wa kumfufua Angel ulikuwa umeenda kwa miaka mingi sana, lakini muda ulivyowadia kwa ajili ya mpango kufanikiwa bado ilimfanya Hamza kuwa na wasiwasi mkubwa licha ya furaha yake. Okay, nitaenda kumtoa sasa hivi, aliongea Hamza na hakutaka kuendelea kula. Alisimama kisha wakaongozana na Yulia kwenda kwenye vyumba vya ardhi, sehemu alipohifadhiwa Angel. Mara baada ya kuangalia wawili hao wakiondoka haraka pasipo kula, kila mtu alishindwa kujua cha kuongea. Eliza alishindwa kujizuia na kuishia kutingisha kichwa chake na tabasamu la uchungu. Akasema ya kwamba Yulia hataki kabisa masuala ya kuvuna nishati, lakini amejitoa mno kwenye utafiti wake na kubali sana uvumilivu wake. Baada ya Liz kuongea hivyo, Dina akasema kwamba juhudi zao hazilingani kabisa na sisi. Ni watu ambao wamejitoa hasa na kuamua kuumiza mili yao kwa ajili ya mafanikio. Basi muda huo Victoria alionekana kuwa na shaka na pale pale akauliza kwamba huyo Angel aliyetajwa ndiye Holy Maiden ambaye alibebwa na Hamza kutoka madhabahu takatifu. Aliza akauliza kwamba ndio madam, kumbe na wewe unajua kuhusu ile? Mimi nilifanya uchunguzi wa masuala mengi ya Hamza. Si kwa sababu ya Angel Hamza aliingia vitani na watu wa mahakama takatifu. Lakini si nilisikia huyo Angel aliuliwa kwa sumu. Yaani kivipi afufuliwe, Na ni miaka mingapi imepita sasa? Liz akajibu, madam, ni kama hivi. Eliza pale pale alianza kumwelezea Victoria juu ya anachojua. Mara baada ya kusikiliza, Victoria aliishia kukunja sura huku sasa akizama kwenye ukimya. Mara baada ya kugundua hilo, Sally aliuliza kwamba madam, wewe ni mtaalamu mkubwa sana wa umajisi wa nguvu za giza na pia umebobea kwenye masuala ya umajisi wa nafsi. Lazima tu utakuwa unajua vya kutosha juu ya kufufua mtu, si ndio? Unahisi kuna tatizo na huu mpango wa ufufuo? Basi Victoria alishia kuinua kichwa chake na kumwangalia Sally, kisha akatabasamu na kusema kwamba hata mimi sina uhakika sahihi ama kutokuwa sahihi, siwezi kuongea. Kama Hamza na Yulia wanatumia teknolojia kutoka kwenye FX, labda inaweza kufanikisha, lakini sina uhakika. Nadhani tusubiri tu tuone matokeo. Msikilizaji, ingawa maneno ya Victoria yaliwafanya watu kuhisi ni ajabu, hawakuuliza zaidi. Ukweli ni kwamba hakuna mtu mmoja katika eneo hilo aliyetaka kupitwa na fursa ya kushuhudia miujiza ya teknolojia. Hata mmoja hakuna. Isitoshe, kila mtu alijua kulikuwa na umuhimu gani wa Angel kwa Hamza. So, kufikiria nyuma, ni Angel aliyempa Hamza tumaini na mwanga wa maisha mapya. Kama Angel akiweza kufufuliwa katika muda huu, basi jambo hilo pengine linaweza kuwapa Inferno morali mpya. Ni saa 3 za asubuhi ndani ya maabara mpya iliyojengwa maalum kwa ajili ya majaribio ama jaribio la kufufua mtu katika kisiwa cha Toaran. Yulia aliongozana na wataalamu wote waliohusika katika ujenzi wa mradi huo kwa ajili ya kufanya uhakiki wa mwisho. Vifaa vyote pamoja na hatua za mwanzo zilionekana kukamilika, lakini hazikuwa muhimu zaidi kuliko hatua za muunganiko wa ufufuzi huo. Juhudi za muda mrefu za Hamza katika kusanya maarifa mbalimbali, hatimaye kwa msaada wa wataalamu aliweza kuweka nadharia zake katika uhalisia. Vifaa vyote kuanzia vilivyotumika kuchakata nishati ya jiwe la kale pamoja na nguvu ya uyoga vilikuwa vikijiendesha kiotomatic. Hasa mara baada ya hatua ya kwanza ya kuunganisha kwa vifaa maalum ama kifaa maalum cha maji ya kibiolojia alicholalia Angel kwa muda mrefu na vifaa vingine vya ufufuzi, alichopaswa Hamza kufanya ni kubonyeza kitufe ili mchakato wa ufufuzi uanze mara moja. Sasa watu wote walikusanyika upande mmoja wakimwangalia Angel aliyekuwa amelala usingizi mzito kwenye jokofu la maji ya kibiolojia. Nywele zake zilikuwa zikiogelea kwenye jokofu hilo na ngozi yake ilionekana imara kama ya mtoto mdogo. Kwa ufupi, alionekana kama binti mdogo aliyelala usingizi wa pono. Sasa Genduleza akasema kwamba jamani, ni mzuri mno. Imekuwaje watu wa mahakama takatifu wakawa wakatili namna hii mpaka kumwekea sumu msichana mdogo hivi? Aliongea Genduleza ambaye ndo mara yake ya kwanza kumuona Angel. Dina akasema kwamba pengine yupo kwenye ndoto ya muda mrefu. Natumaini mambo leo atakwenda vizuri na natamani hata amke leo. Levathan alicheka akasema kwamba asema Angel akishaamka na kumuona bosi kazeeka ataweza kweli kumtambua ni bosi yule ule. Basi walibaki wakisikiliza maneno ya kila mtu wakiongea kuhusu kuamka kwa Angel. Victoria aliishia kutoa pumzi za masikitiko kusasa kitingisha kichwa. Mara baada ya Sally kwa mara nyingine kuona muonekano wa Victoria, aliishia kukunja sura na kuonyesha hali ya wasiwasi. Sasa muda huo
Mbele yao katika vifaa vya kuongozea mitambo alikuwa amesimama Hamza ambaye alikuwa katika mudi ya hamasiko kubwa. Alishia kuangalia mikono yake inayotetemeka na alishindwa kujizuia kujicheka. Ni kama kuamini kwamba miaka na miaka ya juhudi kubwa, miaka mingi ya matarajio makubwa inaweza kuamliwa na kitufe hicho tu cha kubonyeza na kuleta matokeo. So kadri swala hilo lilivyokuwa karibu na matokeo, ndivyo Hamza alivyozidi kujawa na wasiwasi. Akili yake muda huo ilikuwa imejaa kumbukumbu za sauti ya Angel na macho yake yalizidi kujawa na wekundu. Yule akasema kwamba unasubiri nini au unataka nikusaidie kubonyeza? Basi Hamza alishia kupunga mkono wa kukataa. Aliona jambo hilo anapaswa kulifanya yeye mwenyewe. Mara baada ya kuvuta pumzi ndefu, pale pale alibonyeza kitufe kile kwa nguvu. Mara baada ya vifaa hivyo kuwashwa, sauti za mawimbi ya kielektroniki zilisikika kwa sauti ya kunguruma, na pale pale vifaa vyote vilionekana kutoa mwanga vikiwa vimewaka. Hatua ya ufufuo ikaanza. Ni muda ule mwili wa Angel uliambatana na mtiririko wa kimiminika kilichokuwa kikimlinda na ulisafirishwa moja kwa moja kuingizwa kwenye chemba nyingine ya kifaa kilichokuwa kama chupa. Ni muda ule Yulia alisogelea skrini ndogo na kisha akaangalia baadhi ya parameters zilizokuwa zinaonekana. Sasa mkono wa robot uliokuwa ndani ya mashine hizo haraka sana uliondoa maski ya oxygen kwenye pua na mdomo wa Angel kuhakikisha kwamba anapumua kawaida kama akiweza kuamka. Muda huo muonekano wa Hamza ulikuwa na serious mkubwa. Alikuwa na hali ya kujiamini juu ya dawa ambazo alipata kwa kuzunguka dunia nzima pamoja na athari za uyoga aliyopata kule shimoni. Hata hivyo swala la kumfufua mtu sio la kawaida kabisa msikilizaji. Hakutaka hata kupumua kidogo, akihakikisha hapitwi na taarifa yoyote ya hatua hizo. Sasa yule akasema kwamba nimekwisha kumuingizia nguvu ya kiroho katika mfumo wake wa vituo vya nishati ya mwili. Kwa hiyo hebu tuendelee kusubiri kidogo. Basi wataalamu waliokuwepo hapo pamoja na wasomi kutoka kila pande za dunia walikuwa na muonekano wa wasiwasi. Sio kwa sababu waliogopa Hamza atawashambulia endapo jaribio hilo likifeli, bali kutokana na juhudi kubwa walizoweka kukamilisha mradi huo wa kutengeneza kimeujiza. Hamza yeye alishia kuangalia ECG, yani electrocardiogram, kwenye skrini na aliweza kuona kila kitu kimeenda sawa. Alikuwa na imani kungekuwa na mabadiliko ya mawasiliano ya ubongo ndani ya nusu saa. Muda ulipita sekunde baada ya sekunde. Ndani ya maabara kulikuwa na ukimya wa kutisha. Kadri muda ulivyosogea kutimiza nusu saa ya kusubiri, Hamza alihisi moyo wake mkubwa ambao umeingia kwenye vita vikubwa, akishindwa kudhibiti kabisa na kumfanya jisikie vibaya. Lakini haikujalisha Hamza alivyojisikia, kwani nusu saa ilipita bila mabadiliko yote kwenye mfumo wa ECG. Mara baada ya kadamnasi kuona jambo hilo, walishindwa kujizuia na kuanza kuingiwa na wasiwasi. Yule akasema kwamba ngojeni subiri kidogo, mwili wa binadamu uko complicated sana na ubongo ndo kabisa saa moja pekee alitoshi kuwa hitimisho. Aliongea hivyo Yulia aliyekuwa akifuatilia taarifa za maendeleo ya zoezi hilo la ufufuzi. Yulia akasema kwamba angalau kwa sasa taarifa zinaonyesha mwili wake unafanya kazi, hauna tofauti na mtu ambaye tayari yupo hai. Sumu ambayo ilikuwa ndani ya mwili wake imekwisha ondolewa. Kwa mtazamo wangu tumeweza kukamilisha hatua kubwa ya operesheni hii, jambo ambalo ni mafanikio makubwa katika teknolojia ya tiba afya. Mimi sijali kuhusu mafanikio ya tiba, ninachotaka ni Angel kurudi hai, aliongea Hamza. Yulia alishia kukunja ndita, akashindwa kuongea chochote. Kadri muda ulivyosogea, macho ya Hamza ambayo mwanzo alikuwa na matumaini yalionekana kujaa msongo wa mawazo. Mara baada ya kuona Hamza alivyokosa tumaini, hakuna hata mmoja aliyeweza kujua namna ya kumshauri. Haikujalisha neno gani wangeongea, wasingeweza kurudisha mudi ya Hamza. Isitoshe, alikuwa na matarajio makubwa juu ya swala hilo kwa miaka na miaka, na alikuwa amepitia tabu nyingi mpaka kufikia hapo. Msikilizaji, unaweza kusema kwamba sababu ya kwa nini Hamza aliweza kushinda changamoto nyingi za kifo na uhai ni kwa sababu ya Angel. Alitaka kumfufua msichana huyo kwa namna yoyote ile, lakini sasa uhalisia ulikuwa na ukatili wake. Msikilizaji, tutakutana sehemu inayofuata kuweza kujua sasa, je, tutamuokoa ama tutamfufua Angel? Na kama ikishindikana, unadhani hali ya Hamza itakuwa vipi? Yaani tuashumu basi imeshindikana. Unadhani hasira yake itakuwaje? Okay, tuashumu basi imewezekana. Unadhani Angel atakuwa nani kwa Hamza? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Tumeishia hapa tamu sana. Je, Angel ataamka
Dereva wako ni Lucas Lumbas, kondakta ni Singano JR, ama unaweza kumuita Isa Singano. Ninaamini ya kwamba haja kutoza nauli kubwa sana mpaka dakika hii. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukutane kituo kinachofuata. God be with you till we meet again. Bye bye.